Karibu mwanafamilia wa Success Path Network. Jina langu naitwa Saidi Kasege, ni mwanasaikolojia na mwandishi wa vitabu vya saikolojia. Leo ninazungumza kuhusu msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni nini? Msongo wa mawazo ni hali ya mfadhaiko wa kiakili ambao huwa unajitokeza pale ambapo mtu anapokuwa na tatizo, kikwazo, shida au dhiki ambayo anakuwa hana uwezo wa kuitatua. Na utafahamu vipi kuwa unapitia msongo wa mawazo? Msongo wa mawazo una viashiria vifuatavyo. Unapokuwa na msongo wa mawazo, utaona mabadiliko yafuatayo katika mwili wako. Kwanza, moyo kwenda mbio, kizunguzungu, kichefuchefu, hasira, woga, halafu vile vile miguu inaishiwa nguvu, kutetemeka, kupoteza hamu ya kula. Vile vile kuna mtu mwingine anaweza kuwa anakula sana. Vile vile mtu mwingine anaweza kuwa anapokosa usingizi, na wakati mwingine kuna mtu analala mpaka anapitiliza, na vile vile kukosa hamu ya kufanya kazi. Mtu mwingine anaweza kujikuta anajitenga na jamii, marafiki pamoja na watu wake wa karibu. Hivyo ndio viashiria vya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unasababishwa na nini? Msongo wa mawazo unasababishwa na takriban sababu 6 ambazo nitazitaja na kuzifafanua. Sababu ya kwanza inaweza kumfanya mtu kupitia msongo wa mawazo ni changamoto za kifedha. Unapokuwa labda una madeni, kukosa ajira, au unafanya kazi ambayo haikuingizii fedha za kutosha, au una mikopo ya hapa na pale, kwa unapopitia kipindi kigumu kifedha kiasi kwamba hauna uwezo wa kukidhi mahitaji yako ya kila siku, moja kwa moja lazima utajikuta unakuwa na hasira, woga, wasiwasi, moyo kwenda mbio, unachanganyikiwa, unajikuta unajitenga na watu. Watu wengine huwa wanajikuta anakuwa mlevi kupindukia, mwingine anajikuta anakuwa anakwazana na watu mara kwa mara. Hiyo ni sababu ya kwanza, kupitia changamoto za kifedha. Sababu ya pili inaweza kumpelekea mtu kupatwa na msongo wa mawazo ni mahusiano au ndoa, kwamba either umemfumania mwenza wako, au matukio kama vipigo, kudhalilishwa, kutukanwa, kugombezwa, au labda mwenza wako ameiba mali zako kisha ametokomea kusikojulikana, au umegundulika umeathirika na ugonjwa usiokuwa na tiba na mwenza wako ametokomea kusikojulikana, au imetokea umeachana na mwenza wako. Katika hali kama hiyo unaweza kujikuta unakuwa na msongo wa mawazo. Na sababu ya tatu inapelekea mtu kupitia msongo wa mawazo ni changamoto za kazini, kwamba inawezekana unafanya kazi ngumu sana, haupati muda wa kupumzika, au unafanya kazi katika mazingira ambayo labda unagombezwa, unapelekeshwa, hauna maelewano mazuri na watu ambao unafanya nao kazi. Kwa hiyo masuala binafsi kama hayo inaweza kumpelekea mtu kujikuta anakuwa na msongo wa mawazo. Sababu nyingine inaweza kupelekea mtu kuwa na msongo wa mawazo ni malezi au kumbukumbu za utotoni. Kumbukumbu za malezi ya utotoni, inawezekana labda mtoto amekuwa anaona baba anampiga mama, wanagombezana, wanatokanana, au mama anakabwa shingoni, anafukuzwa nyumbani usiku wa manane, alafu au anapokonywa mali. Kwa hiyo katika hali kama hiyo lazima utaona mtoto anakuwa na huzuni, hasira, anakuwa mnyonge, anajikuta anakwazana na watu. Katika hali kama hiyo, hali hiyo ya msongo wa mawazo, baadhi ya watu wanaanza na msongo wa mawazo katika hali ya utoto mpaka wanakuwa watu wazima. Vile sababu nyingine inayopelekea msongo wa mawazo ni kumbukumbu mbaya za matukio yenye kuhuzunisha. Kwa mfano labda mtu aliwahi kuzushiwa tuhuma za uongo, au labda mtu aliwahi kutekwa, au alipata ajali kamsababisha ulemavu wa kudumu, au labda tuchukue kwa mfano labda mtu aliwahi kupitia vipigo aidha kutoka kwa marafiki. Kuna matukio mengine labda mtu amebakwa au kulawitiwa. Matukio kama hayo yanaweza kumpelekea mtu anajikuta kuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo ni namna gani mtu anaweza akakabiliana na msongo wa mawazo? Msongo wa mawazo unaweza kukabiliana nao kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza ni kupata utulivu wa kiakili. Utulivu wa kiakili unaweza kupata kwa kufanya deep breathing. Deep breathing ni kuvuta pumzi kwa nguvu, unaituliza kifuani, halafu baada ya hapo unairuhusu inatoka. Kwa ukifanya zoezi hilo kwa takriban dakika 5 inaweza ikakusaidia kutuliza mapigo ya moyo, hofu, woga na wasiwasi. Na njia nyingine inaweza ikakuwezesha, tunasema belly breathing. Belly breathing ni hali ya mtu kupumua haraka haraka, unatoa pumzi tumboni, unaileta nje. Njia hiyo huwa inasaidia kutuliza hofu, woga na wasiwasi. Njia nyingine tunasema journaling. Journaling ni mtu anakuwa anaandika kile ambacho kimemsibu. Kwa mtu anapokuwa anaandika zile hisia zake, anapozielekeza katika karatasi, inamsaidia kukabiliana na msongo wa mawazo. Njia nyingine kukabiliana na msongo wa mawazo ni sense of purpose, kwa maana kwamba unabadili maumivu, dhiki au shida kuwa fursa. Labda mtu umepitia uonevu sehemu, unajifunza kupambana na vitendo vya uonevu. Labda mtu aliwahi kupigwa,
unajifunza kuwatetea watu ambao hawana uwezo, hawana sauti, au labda mtu kazini aliwahi labda kufukuzwa kazi, anaamua kujifunza namna ya kudai haki za wafanyakazi, au labda mtu alikuwa ni house girl akapitia unyanyasaji, mwisho anaamua kuwa mpambanaji wa kuwatetea watu ambao wanapitia unyanyasaji katika majumba ya watu. Kwa hiyo unapotumia njia hizo zinaweza zikakusaidia kukabiliana na msongo wa mawazo, kwa sababu watu wengine unakuwa na tabia, anataka labda aonewe huruma, anakuwa mnyonge, anataka anajua katika mazingira kuona kwamba yeye ndo mtu wa mwisho katika huu ulimwengu. Njia hizo huwa haziwezi kusaidia. Kwa ukifuata njia hizo zinaweza kukusaidia kukabiliana na changamoto ya msongo wa mawazo. Kwa maelezo ya ziada kuhusu namna kukabiliana na msongo wa mawazo, unaweza ukazisoma kupitia kitabu hiki cha Jinsi ya Kupona Maumivu Makali Sana Moyoni. Utakuta maelezo ya ziada. Jina langu naitwa Saidi Kasege, mwanasaikolojia. Na mwisho kabisa unaweza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment mwisho wa video hii. Wasiliana na mimi moja kwa moja kwa ajili ya kupata huduma za kisaikolojia pamoja na kitabu. Asante.